Rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS wakili msomi Boniface Mwabukusi amesema kuwa makala za kiuchunguzi zilizotolewa na shirika la utangazaji la Uingereza yani BBC zimegusa sehemu ndogo sana ya ukweli wa ukiukwaji wa haki za binadamu na utawala wa sheria unaoendelea nchini kwa sasa. Kupitia tamko lake rasmi alilolitoa tarehe 14 ya mwezi Julai mwaka wa 2026, wakili na rais wa TLS ameishauri serikali kuacha kutumia nguvu nyingi kupingana na vyombo vya habari vya kigeni na badala yake ielekeze nguvu hizo kutatua changamoto za ndani zinazowaumiza wananchi. Na nukuu, haya mambo yote yanakiuka hata katiba hii tulionayo, wala hatuhitaji kukimbizana na makala za BBC kwani zimeandika kidogo sana kuliko uhalisia, amesema wakili msomi Boniface Mwabukusi, akisisitiza kuwa hata kauli za Jumuiya ya Madola yani Commonwealth ni ukumbusho tu wa misingi ya haki iliyoainishwa tayari kwenye ibara ya 13 hadi 29 za katiba ya Tanzania. Mkuu huyo wa TLS amebainisha kuwa nchi haiwezi kukwepa ukweli wakati kuna matukio ya wazi ya utekaji na upotezwaji wa watu kama akina Soka, Mdude na Chaula, pamoja na ubaguzi wa kisheria ambapo viongozi wa upinzani kama Tundu Antipas Lissu wakikabiliwa na ukamataji wa mara kwa mara, huku watu wanaounda vikundi vya kihalifu hadharani wakiachwa huru. Mwabukusi ametoa wito wa kuundwa kwa tume ya ukweli yani Truth Commission ili kuleta uponyaji na uwajibikaji wa dhati kitaifa. Muda mchache tu baada ya ripoti ya BBC kutoka, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imejitokeza hadharani na kueleza kusikitishwa na makala hiyo iliyotangazwa na shirika la utangazaji la Uingereza yani BBC kupitia kipindi chake cha BBC Africa A, ikisema maudhui yake yamebeba upotoshaji na yanaweza kuathiri taswira ya Tanzania kimataifa. Akizungumza kupitia taarifa kwa umma, Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Mr. Gelson Msigwa amesema kuwa serikali imewasiliana na BBC kuhusu makala hiyo ambayo kwa mujibu wa serikali haikuzingatia kikamilifu misingi ya uwiano katika uandishi wa habari. Na nukuu, serikali imesikitishwa na makala iliyochapishwa tarehe 13 Julai mwaka wa 2026 na shirika la utangazaji la Uingereza BBC kupitia kipindi chake cha BBC Africa A, ambayo imebeba maudhui ya upotoshaji yaliyokosa usahihi thabiti, yenye upungufu wa taarifa muhimu na yenye mwelekeo wa kuichafua heshima ya Tanzania kimataifa, amesema Gelson Msigwa. Amesema chombo hicho cha habari kimeendelea na mwenendo wa kutangaza vibaya Tanzania kwa kutumia nzito pasipo kutoa nafasi ya serikali kujibu hoja zilizowasilishwa. Naendelea kunukuu, chombo cha habari cha BBC kimeendelea na mwenendo wake wa kutangaza vibaya Tanzania pasipo kutoa nafasi ya serikali kujibu kama inavyopaswa kufanywa kwa mujibu wa taaluma ya uandishi wa habari, licha ya serikali kuwa tayari kutoa ushirikiano, ameendelea kusema Gelson Msigwa. Makala hiyo ya BBC Africa A inayomhusu kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Antipas Lissu imezungumzia safari yake ya kisiasa, historia ya harakati zake, tukio la kushambuliwa mwaka 2017, kurejea nchini, kukamatwa kwake na kesi ya uhaini
yanayomkabili. Makala hiyo ya BBC Africa A inayomhusu kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Antipas Lissu imezungumzia safari yake ya kisiasa, historia ya harakati zake, tukio la kushambuliwa mwaka 2017, kurejea nchini, kukamatwa kwake na kesi ya uhaini inayomkabili. Katika makala hiyo, BBC imewahoji watu mbalimbali wakiwemo wanasiasa, wanaharakati na watu waliokuwa karibu na matukio yanayomhusu Tundu Lissu, huku ikijadili pia mazingira ya kisiasa nchini Tanzania. Serikali imeeleza kuwa makala hiyo imeacha nafasi ndogo kwa upande wake kutoa ufafanuzi kuhusu hoja zilizowasilishwa na hivyo kukosa uwiano unaotakiwa katika uandishi wa habari. Naendelea kunukuu: kufuatia upungufu huo wa kiweledi ambao haukupaswa na hautegemei kufanywa na chombo cha habari kinachotarajiwa kuwa na heshima kama BBC, serikali ya Tanzania inachukulia kwa uzito mwelekeo wa maudhui ya BBC dhidi ya Tanzania na inafanya tathmini ya kina ya makala hiyo, amesema Gelson Msigwa. Aidha, serikali imesema baada ya kukamilisha tathmini hiyo itachukua hatua zenye lengo la kulinda uhuru, heshima na usalama wa nchi dhidi ya mashambulizi yanayofanywa kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Mara tathmini hiyo itakapokamilika, serikali itachukua hatua zenye lengo la kulinda uhuru, heshima na usalama wa nchi dhidi ya mashambulizi ambayo yanafanywa kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, imeeleza taarifa hiyo. Serikali imewataka Watanzania kuendelea kulinda amani, umoja na mshikamano wa kitaifa huku wakikabiliana na changamoto zinazotokana na taarifa zinazoweza kuleta mgawanyiko. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tumeiandaa na tunaisogeza kwako mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu ni kipi ama ni yapi yanayoendelea kwa sasa ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kufuatia habari hii, wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Share mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa comment. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa habari hii. Tukutane